Asante sana kwa kuendelea kuchagua DTV Zone. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na comment kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa zetu nyingi za kimichezo. Asante na karibu. Kocha mkuu wa Wekundu wa Msimbazi Simba Fadlu Davis ameeleza maandalizi yao kiufundi kuelekea mchezo wao wa kesho dhidi ya Al Masry, kuanzia akianza kwa kusema kuwa lengo lao ni kupindua meza na kufuzu kwenda katika hatua ya nusu finali na wamejipanga kufunga angalau magoli 4 kwanza. Fadlu amesema amejipanga kutengeneza nafasi nyingi iwezekanavyo, na wakati huo wakiwa makini na kujilinda, na wakati huo wakishambulia ama kufanya mashambulizi ya kushtukiza, yani counter attacks, kutokana na wapinzani wao kuwa wakitaja baadhi ya wachezaji wa Al Masry ambao ni hatari zaidi wakati wa ushambuliaji. Hivyo wanajua ni kitu gani cha kukifanya ndani ya dakika 45 za kwanza na ndani ya dakika 45 za kipindi cha pili. Kuhusu watakavyoingia siku ya mchezo, Fadlu amesema kuna uwezekano wa kutumia shambuliaji wawili, yani double striker, kwa kuwa wapinzani wao watacheza na mabeki watatu wakati, jambo ambalo litachangia pia ugumu kwa Lionel Ateba kwenye mchezo uliopita. Fadlu amesema amejipanga na hali yoyote, yani wanajua ni nini cha kufanya endapo watafungwa goli, endapo watapata goli la mapema, au hata kama kipindi cha kwanza kitamalizika bila ya goli, yani suluhu ya bila kufungana. Mwisho, kocha Fadlu ametuma salamu kwa mwamuzi akimtaka kulinda muda na kuwa makini na mbinu za upotevu wa muda. Naye nahodha wa Wekundu wa Msimbazi Simba Mohamed Hussein amesema wachezaji wako tayari kuivusha timu hiyo kwenda katika hatua ya nusu finali na maandalizi yameshakamilika kwa 100%, huku akifichua walichoelezwa wachezaji wenzake, hasa wale ambao ni wageni ndani ya timu. Mchezo huo utakuwa majira ya saa 10 kamili za jioni, hivyo usisahau kusubscribe, kulike na comment kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingine nyingi za kimichezo. Lakini wakati huo zipo hamasa nyingi ambazo zinaendelea. Watu mbalimbali, nimeona kuna moja kati ya kampuni imetoa ahadi endapo mchezaji yoyote wa Simba ambaye atakayesaidia Simba ama atakayefunga goli la kuivusha Simba kwenda katika hatua inayofuatia, basi mchezaji huyo atajengewa nyumba. Hizo ni hamasa tu, lakini wakati unatoa hamasa muda mwingine hatukatai. Hamasa ni muhimu, na ndio maana unaona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yeye hamasa pia amekuwa akitoa kwa namna moja ama nyingine. Kwa mfano sasa hivi ametoa hamasa ama amenunua goli moja endapo Simba, kila goli ambalo Simba watashinda, yani kwa ujumla Simba akiondoka na matokeo, basi Simba kila goli ambalo atakuwa amelifunga litanunuliwa kwa shilingi milioni 10, kitu ambacho ni kizuri, na kitu kama hicho kinatoa motisha, kwa sababu wachezaji hawachezi tu wakijua kwamba wapo peke yao, wanacheza wakijua taifa kwa ujumla, nchi kwa ujumla inawasupport kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo washabiki wana upande wao wa kutoa hamasa, ambayo ni kuingia ni kwenda kushangilia timu yao mwanzo mwisho na kuisaidia kuweza kupata matokeo, wakishinikiza kwa nguvu zote kwamba tunahitaji kupata matokeo. Lakini kitu kingine ambacho naweza nikasema, mfano hiyo hamasa goli ya mama ni kitu kikubwa zaidi. Wachezaji pia wanajua raia namba 1 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yupo pamoja na sisi, pamoja na serikali yote kusupporti ama kuona sisi tunasonga mbele. Kwa hiyo kuja kuona wachezaji wanapata more energy, wanakuwa na energy kubwa na spirit kubwa upambanaji kwa ajili tu ya kufanikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Lakini wakati huo viongozi wa klabu, lakini pia na viongozi wengine wote ambao wapo karibu na wachezaji wanatumia nguvu kubwa ama wameshatumia nguvu kubwa kuhakikisha kwamba wanatakia kila laheri wachezaji wa Simba, kwa sababu Simba anahitaji mechi kwa ukubwa zaidi kwa namna moja ama nyingine, kutokana tu zipo sababu nyingi. Mfano mzuri naweza nikasema inaweza ikawa ni kitu ambacho kinachagiza zaidi Simba kuhitaji mchezo huu, ni kutokana labda na aina ya matokeo ambayo mpinzani wake alipokuwa kwenye hatua kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho, yani Young Africans. Yeye aligusa tu mara baada ya kipindi kirefu, aligusa tu mara moja na hatimaye akafika hadi finali. Kwa hiyo ni picha ama ni image ambayo inakuja kichwani kwao na inawafanya wajiulize maswali mengi. Kwa hiyo kwa mantikio
wanakuwa na uhitaji mkubwa wa kutoka katika hatua hiyo, kwa sababu si mgeni katika hatua ya kushia robo finali, lakini kigingi kilichopo hapa kwenye hatua ya robo finali ndio kinawaumiza kichwa zaidi. Na ndio maana unaona hadi wamefikia hatua, si vibaya, ni moja tu kati ya kufanya hamasa. Lengo mama ni kwenda katika hatua inayofuatia hadi kumwalika mtumishi wa Mungu ambaye ni Apostle Boniface Mwamposa Bulldozer, kitu ambacho ni kizuri. Na ukiamua kufanya hivyo si tu eti kwa sababu naamini imani za kishirikina, lakini wote tunaamini bila Mungu, muda mwingine bila Mungu kwa asilimia kubwa uwezo kupiga hatua yoyote. Kwa hiyo wao wameamua kufanya hivyo kama imani, as a team, kama taasisi, kwamba tunatakiwa sasa pia labda tumshirikishe na Mungu. Huenda Mungu anatusaidia mara nyingi kufika hapa, lakini katika hatua hii kwenda katika hatua nyingine huwa ndio kikwazo. Tunafanyaje? Ni ubunifu tu ambao wameuleta na good enough. Unaona kila mtu ambaye amepelekewa mwaliko amerespond positively. Maana yake ni nini? Ana wish ama anatamani pia kuiona Simba ikienda mbele. Simba inapoenda mbele na ikitokea Simba imevuka kigingi hiki, maana yake si tu mafanikio ya Simba, lakini ni historia kwa taifa kwa ujumla, taifa la Tanzania, kwamba timu ya Tanzania kutoka timu ya Simba kutoka Tanzania imeweza kufika katika hatua fulani kwa wakati huu, lakini good enough. Na kama Simba atafaidika kupita hapa, maana yake atakuwa na energy zaidi ya kufanya makubwa, na hatimaye tunaweza tukaona kombe la kwanza la Afrika, kombe kubwa lililoandaliwa na CAF, naweza nikasema hivyo, timu ya kwanza kumiliki ama kumiliki hapa Tanzania ikawa ni Simba. Kwa hiyo tunapotakiana mema kama hivi, ndio maana wadau wote wa soka walio wengi, ukiachana na mashabiki, walio wengi wanatamani Simba avuke kwenda katika hatua inayofuatia, kitu ambacho kitasaidia siku za mbeleni. Hivyo basi Simba tu anatakiwa tu kutumia nafasi ambazo atazitengeneza, ndio kitu kilichobaki, kwa sababu sisi wachambuzi, wadau wa soka, hatuwezi kubadilisha chochote. Mwalimu yeye ndo anajua ni mbinu gani ambazo ataingia nazo, stara zipi atazitumia na mambo yatakuwaje. Kwa hiyo yote kwa yote wachezaji wanatakiwa wawe committed, wawe committed katika mchezo huo, lakini pia uchoyo ndio kitu ambacho wanatakiwa waache. Lakini zile nafasi ambazo zinatengenezwa, basi wajue ni nyakati zipi na sahihi wanapaswa kuzitumia. Simba na nafasi kubwa sana ya kufanya hivyo. Wameshawahi kututhibitishia nyakati ambazo Simba ilikuwa dhaifu sana, lakini nashiriki michuano ya kimataifa kwenye ligi ya ndani ilikuwa tia maji, wakati surprise wakimpiga mtu goli 7. Kwa bado ana nafasi ya kufanya hivyo na mambo yakaenda tofauti kabisa, na wengi tukabaki tukijiuliza maswali. Ndio wanatakiwa wawe na mbinu mbadala. Mfano juzi alipata almost kona 8 upigaji wa kona ukawa na style ile. Kwa hiyo sometimes mnabidi mchange. Yaani umeshajua wapinzani wetu sisi ni warefu, kila kona tunazozipiga direct corners zinafikia mikononi kwa goalkeeper ama zinaishiwa kuondolewa. Tuje na mbinu mbadala. Mnaanza mkaanza kona fupi, watu wakajipanga, ikapigwa kitu ndani ya boxi, labda mtu anaweza akakosea akaonawa mpira, mwisho wa siku kitu katengwa kika penalty. Kwa hiyo kuna mbinu mnabidi mbadilike, sio mnakuwa na mbinu moja tu, alternative way moja, kitu ambacho si sahihi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mimi naweza nikasema kwamba Simba natakiwa wajue ni wakati gani sahihi. Huwa tunasema muimbaji mzuri ni yule ambaye anajua wakati sahihi wa kushuka stage-ni. Kwa hiyo Simba natakiwa wajue muda sahihi wao kufanya kitu sahihi kwa wakati sahihi. Hivyo basi nikusitu usisahau kusubscribe, kulike pamoja na comment hapo, ili kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingine nyingi za kimichezo. Hii ni DTV Zone.